Wanakwenda Tabora sijui lini. Kupanga ni kuchagua. Sisi tumechagua mafanikio. Nadhani Misri sasa hivi. Wenyewe wabaki na maandamano. Tarehe 2 wako Uyui hapo Urambo. Sisi tuko kanali. Ni maisha haya. Timu inaanza safari leo kuelekea Misri kwa ajili ya mapambano ya hatua ya robo finali ya kwanza msimu huu michuano ya kombe la shirikisho. Nini cha kuambia wana Simba matumaini kuelekea mchezo huu unapigwa tarehe 2? Tunaenda kwenye vita kubwa kweli kweli. Vita ambayo tunachokihitaji ni kuvuka kwenye hiyo vita. Tunafahamu mechi itakuwa ni ngumu, mpinzani ambaye tunakwenda kucheza naye ni mpinzani mgumu kweli kweli. Simba tumecheza takriban robo finali 5 zote za kombe la shirikisho pamoja na ligi ya mabingwa Afrika kwa kipindi cha miaka 6 mfululizo. Lakini tunaweza kusema ya kwamba hii ni moja kati ya robo finali ngumu ambazo tunakwenda kucheza safari hii. Al-Masry ni mpinzani ambaye amedhamiria na yeye kwa upande wake kufanya vizuri katika michuano hii. Ukiangalia performance yake tangu ameanza michuano hii inakupa taswira halisi ni mpinzani wa aina gani. Lakini na sisi Simba Sports Club tumejidhatiti safari hii kufanya vizuri. Bahati mbaya ama nzuri tumekutana na kigingi, lakini ili uweze kufikia malengo ya kuwa timu kubwa Afrika huna budi kumfunga kila ambaye yuko mbele yako. Tulishasema ya kwamba robo finali ya kwanza dhidi ya TP Mazembe ilikuwa ni robo finali ya kujifunza. Robo finali ya pili dhidi ya Orlando, dhidi ya Kaizer, dhidi ya Wydad, zote zilikuwa ni robo finali za kujifunza. Sasa tumeshahitimu, tunakwenda kwenye utekelezaji. Na utekelezaji wake tunaanza na Al-Masry pamoja na ugumu wake, lakini kwa ubora tuliokuwa nao safari hii na mipango tuliokuwa nao safari hii, imani yetu ni kubwa ya kwamba hii tunavuka. Kuna baadhi ya nyota ambao wanakosekana, tunazungumza na kocha ametueleza hilo. Shemalon Fondo, Ashmona pia yuko ni kosi. Hivyo mchezaji kama Fondo ambaye amekuwa na consistency ya kucheza kwenye kikosi cha kwanza. Uongozi binafsi kwenye hili limeumiza sana. Unapomkosa mwanajeshi wako hasa wanapoelekea kwenye vita husika inakuwa ni pengo. Shemalon ukitoa tu ubora na umahiri aliokuwa nao, lakini ni kiongozi uwanjani na ndio mchezaji ambaye kwa timu tuliokuwa nayo walau wana miaka mingi pale uwanjani. Kwa hiyo tumekosa mtu muhimu mno. Lakini unapokuja kwenye swala la kiufundi kwetu hakuna pengo la aina yeyote ile, kwa sababu anayekuja kumreplace Shemalon naye ni bora vile vile, kwa maana Inspector Karabwa. Kwa hiyo kwa sisi Simba Sports kwenye upande wa kiufundi hatutamiss wala hakutakuwa na pengo la kumkosa Shemalon Fondo, kwa sababu wanaokuja kusimama pale kwa maana ya Abdulrazak Hamza pamoja naye Inspector Karabwa ni watu ambao wana uwezo wa kufanya kazi yao kwa ufanisi na ubora wa hali ya juu. Vipi kuhusu Pinpin Kamara? Kamara yuko fiti. Aliumia kwenye mechi dhidi ya Azam, akapata matibabu na akaitwa kwenye timu ya taifa ya Guinea, akaenda na wenyewe kule wakaenda wakam-examine na wakaona yuko sawa sawa, akafanya mazoezi ya kutosha na timu yake ya taifa ya Guinea. Juzi amerejea, jana alikuwepo uwanjani kuangalia wenzie na leo yuko safarini. Yuko tayari na yuko timamu kuitumikia Simba, na ndio maana yuko safarini kuelekea Misri. Hii ni robo finali ya kwanza. Robo finali ya pili itachezwa hapa nyumbani. Lakini majuzi kupitia mkutano na waandishi wa habari ulizungumza kwamba mmechoka kuishia robo. Mnaitaka nusu finali michuano ya kombe la shirikisho Afrika. Kwa namna ambavyo safari inavyoanza, maandalizi ya kikosi, unawaahidi wana Simba kuna uwezekano wa kuingia nusu msimu? Binadamu lazima upige hatua kwenda mbele. Na ndio kitu ambacho Simba tunakitaka safari hii. Tumeshafika robo finali nyingi tu ambao nao pia sio mafanikio madogo hata kidogo, hasa unapokuwa unafanya hilo jambo kwa marudio.
Kuna watu wameshindwa kufika robo finali, amekuja mwaka huu, mwaka ujao hayupo, lakini kwa Simba tumekuwa na muendelezo huo wa kufika robo finali. Kwa hilo peke yake ni fanikio kubwa, lakini hatupaswi sasa kuishia hapo ama kujivunia kuishia hapo. Tunapaswa kupiga hatua kwenda mbele. Na tunapigaje hatua? Ni kwa kumtoa Al Masry na kwenda hatua ya nusu finali. Haitakuwa rahisi, lakini inawezekana kwa sababu ya ubora tuliokuwa nao. Nachoweza kudiriki kusema ya kwamba safari hii Simba Sports tuna timu bora kwenye robo finali kuliko tulipokuwa na timu miaka 4 ama 5 iliyopita ambazo tulikwenda nazo kwenye hatua ya robo finali. Hii peke yake inatupa ujasiri ya kusema ya kwamba hii tunavuka. Thamani ya mchezo huu umebeba bendera ya Tanzania na East Africa kwa hiyo. Thamani ya mchezo huu ni mkubwa sana. Ukiachilia mbali bendera, lakini tumebeba mioyo ya wanasimba ambayo kwetu ni kitu muhimu sana. Matarajio ya wanasimba ni makubwa mno katika mchezo huu. Wanasimba wanataka kuiona Simba yao inatoka hatua hii ya robo finali na kwenda nusu finali. Lakini kama haitoshi, Afrika Mashariki yote inamtazama mnyama anafanya kitu gani avuke kwenda hatua inayofuata. Tumeibeba bendera ya Afrika Mashariki, tumebeba bendera ya Tanzania. Kila Mtanzania anatuangalia sisi, tunaipa heshima gani taifa letu, tunaipa heshima gani ukanda huu wa Afrika Mashariki na Kati. Na wanasema kipele kimepata mkunaji. Sisi hizo ndiyo kazi zetu za kuwakilisha taifa, za kuwakilisha Afrika Mashariki, ndiyo kazi zetu za kuwafurahisha mashabiki wa Simba. Tunakwenda Misri kwenda kuwafurahisha mashabiki wa Simba. Katika mchezo huu wa kwanza ni mchezo ambao tunakwenda kutafuta matokeo ambayo yatatupa nafasi nzuri katika mechi ya marudiano. Na hili wana Simba ni vema wakaelewa vema. Katika mchezo huu wa kwanza kule Misri tunakwenda kutafuta matokeo ambayo yatatufanya mechi ya marudiano iwe nyepesi kwa upande wetu. Kwa hiyo tukipata ushindi, ahlan wa sahala, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Tukipata sare, ahlan wa sahala, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Na hata ikitokea kwa bahati mbaya, Mwenyezi Mungu aepushie mbali, tukafungwa mchezo huo, lakini mechi yetu ya tarehe 9, mechi yetu ya marudiano Dar es Salaam, mechi yetu ya marudiano Benjamin Mkapa ndio itakuwa mechi ya kufa na kupona. Tutafanya kila kinachowezekana mnyama aweze kufuzu kwenda hatua ya nusu finali. Na ndio mechi hiyo ambayo wanasimba sasa kutoka kila pembe ya dunia wanapaswa kuja Benjamin Mkapa. Na kwa hapa nianze kuwapongeza wale wanasimba wa mikoani, wameshaanza kufanya juhudi za kuja uwanjani. Nimeona matawi mengi yameanza kujikusanya, washaanza kukusanya nauli zao kwa ajili ya kuja Benjamin Mkapa. Sasa kazi iendelee ya kuendelea kuhamasishana mashabiki wa Simba wenyewe kwa wenyewe. Kutoka mikoani tunahitaji watu wengi zaidi waje tarehe 9. Wa hapa Dar es Salaam na wenyewe ndio wasituangushe, na wenyewe waanze kuhamasishana. Tarehe 9 tukutane Benjamin Mkapa. Yaani pale Benjamin Mkapa siku ya tarehe 9 unageuka kuwa uwanja wa vita. Mnyama anaitaka nusu finali. Yaani hata kama inatakiwa tukutoe Diego ili Simba tupate ushindi, hatukuache baba. Hii ni ombi. Wanataka aliyenona. We Diego umenona wewe. Yupo Chiko kanona. Chiko mzuri. Chiko mzuri. Msimu huu Simba mmecheza michezo miwili kwenye nchi za Uarabuni, kwa maana Tunisia mechi moja, lakini pia Algeria mechi moja. Mnakwenda sasa kwenye ukanda huo. Kwa upande wenu inaweza kawa ni faida kwa kucheza tena kwenye ukanda huo baada ya kuwa mmecheza mazuri kugenini mechi hizo? Tumecheza Tunisia, tumecheza Algeria, na sasa tunakwenda kucheza Misri, alafu tutarudi tena kucheza Misri, na finali tutakwenda Morocco. Sijui umeelewa? Yaani tuna robo finali dhidi ya Misri, dhidi ya Al Masry Misri, tuna nusu finali dhidi ya Zamalek Misri, alafu robo finali sisi na RS Berkane Morocco. Robo finali nusu finali hiyo sasa hiyo itakuwa.
Tushapanga kabisa. Tushapanga. Mara nyingi Simba huwa tunapita njia ngumu sana. Very very hard way. Ukiangalia Simba kuanzia mechi ya kwanza ya kuania kufuzu kuingia hatua ya makundi, tulikutana na kigingi cha Walibia wale. Mechi ikawa ngumu, lakini kwa ubora wetu tukafuzu. Tukaenda kwenye hatua ya makundi, tukakutana na timu mbili kutoka Afrika Kaskazini, Sfaxien pamoja na Constantine. Lakini kwa ubora wetu Simba Sports Club tukafuzu na tukaongoza kundi. Na kama haitoshi, robo finali tumepewa tena timu nyingine kutoka Afrika Kaskazini, na nusu finali vile vile timu nyingine kutoka Kaskazini. Yote hiyo ni njia ngumu ambayo mnyama anapitishwa, lakini tutakwenda na njia ngumu hiyo hiyo. Wanasema the hard way, the only way. Njia ngumu hiyo hiyo ndio hiyo hiyo tutakayotumia nyama kupata mafanikio. Experience tulioipata kucheza na Constantine, tulioipata kucheza na Sfaxien, hali ya hewa ya baridi ile, ni mazingira ambayo yanatupa ugumu ama consolidation. Imekubali Nimekubali. yenyewe hiyo Pale pale. consolidation ndo shida kurudia. Ubaya haina rivers. Kwa hiyo yanatupa ugumu, yanatupa ile ukomavu, hilo ni neno sahihi. Yanatupa ukomavu wa kwenda kufanya vizuri katika mchezo. Na kingine kizuri ni kwamba tunakwenda Al-Masry ambao kimsingi sisi ni mji wetu. Kwa miaka miwili mtawalia tumekuwa tukiweka kambi pale Al-Masry. Kwa hiyo tunafahamu mazingira kinaga ubaga, hakuna wa kutueleza chochote katika mji huo. Kwa hiyo kimsingi ni Simba anakwenda nyumbani. Tumeshazoea mazingira ya kaskazini, tumezoea mazingira ya Misri, tumezoea wapinzani wa aina hiyo. Itakuwa ni mechi nzuri sana kwa upande wetu, hakuna kitakachotushangaza. Ahmed, la mwisho na sio kwa umuhimu. Zengwelo. Hilo Zengwe. Mbilingi za kikao leo umeziona? Ya, nimeziona. Una kipi cha kuambia na Simba kutokana na vikao vile? Vikao vimefanyika na viongozi wetu wamekwenda kwenye vikao, na tumemsikia mwenyekiti wetu Murtaza Ali Mangungu Chuma ameeleza kwa ufupi kile ambacho kimejiri kwenye kikao. Muhimu wana Simba sisi tuwe watulivu, na kwa sasa concentration yetu itujielekeze Misri kwenye vita yetu hii dhidi ya Al-Masry, na tusubiri taarifa kutoka kwenye mamlaka husika. Waziri ndiye ambaye aliitisha kikao, kwa yeye ndo atakayekuwa kwenye nafasi nzuri ya kuzungumza wamezungumza kitu gani na wameafikiana kitu gani. Sisi kwa sasa tutulie, tuwaache viongozi wetu wafanye kazi kwa maslahi ya Simba, lakini kwenye level ya ushabiki sisi concentration yetu iwekee kwenye hatua ya robo finali. Hili ndio jambo muhimu mno ambalo liko mbele yetu hivi sasa. Tunatakiwa kuvuka hapa kwenye robo finali kwenda nusu finali. Haya mengine tuyaache kwenye level hiyo, yaendelee kushughulikiwa. Sisi tujitimize wajibu wetu kumtoa Simba hapa kwenda robo finali, nusu finali. Yes, mnacheza lakini. Sisi tunacheza. Nyinyi mnacheza. Tarehe yote siku yote. Anytime sisi. Sasa kipango leo mnarudi. Sasa haiwezekani. Emmanuel yupo. Alikuwa majeruhi, amerejea jana, tumemuona kwenye bench. Kwa hiyo kwa bado hajakaa sawa sana. Hana match fitness. Inabidi abaki Dar es Salaam akiendelea na training. Sasa muda wa daku. Daku kwenye ndege baba. Hilo hatari hilo. Na sio tu ndege ya kwenda Misri. Sio ya kwenda Rungwe. Inakuwa na Uarabu hivi. Daku la tende kidogo. Bana, tumebaki peke yetu. Tunatumia hii Terminal 3. Raha vibaya. Wewe kusema hapa. Sisi ni watu wachoyo, tunapenda vitu vyetu peke yetu. Watoto wote Chad sasa hivi. Wanapambana, watu wengine wanaenda zao Mpanda airport ya kwenda Songwe ile. Wengine wako zao kwenye sijara sasa hizi, wanaitafuta Dodoma. Terminal 3. Tumebaki wenyewe sasa. Mama matai kunu haya mashindano.
mchezo na mashindano ya Afrika wewe. Hakuna timu za kudhamini huku. Huku tuko wenyewe tu. Huko kudhaminiki kumbe. Huku tuko wenyewe tu tunatamba namna hiyo. Unaweza kaingia Misri lakini kupeleka ubalozi ni inawezekana. Au kaenda kumshangaa Farao. Au mapyramids, lakini kwenye mechi ni sisi peke yetu. Afrika najua sasa hivi Simba anatoka Tanzania anakwenda Misri. Na wengine wanafanyaje? Wanakwenda Tabora sijui lini. Kupanga ni kuchagua. Sisi tumechagua mafanikio. Nadhani Misri sasa hivi. Wenyewe wabaki na maandamano. Bana mimi acheni niende. Shukrani. Simeenjoy sana. Mpata content nzuri. Vibani. Dakika 8 zinafika. Basi pandisheni mapema hiyo. Na nikifika Misri nitawatumia kipande. Mpandishe wanangu. Au sio bana na wiki nzima Misri pale. Kwa utakuwa unatia maneno kutokea kule. Mtakuwa mnanipigia video call tunafanya interviews. Mji mmoja wa Ismailia. Ismailia ni mji wa kihistoria wa Misri pale. Pembezoni yake unapita mfereji wa Suez Canal. Ni hatari baba. Soma mpaka jiografia. Kuna meli zinapita pale kutoka Ulaya Mashariki zinakuja Asia na Tanzania kuleta mizigo. Unaweza kupanda hizo. Wewe unaenda wapi wewe? Hizo mnaona nyie tu. Hiyo ni sisi tu wenyewe, subiri kwenda Uyui. Uyui ni wapi? Uyui Tabora baba. Tarehe 2 wako Uyui hapo Urambo. Sisi tuko Canal. Ni maisha haya. Bwana asanteni ndugu zangu. Ndio bana.